walau shaa Allahu, na lau kama angetaka Mwenyezi Mungu, maqtatala alladhina min ba'dihim, maqtatala, wasingepigana, alladhina, wale watu ambao, min ba'dihim, waliokuja baada yao. Baada ya mtume kuja akaleta hoja za wazi, alafu watu wanaokuja wanagombea nini tena? Allah angetaka maqtatala alladhina min ba'dihim, min ba'di ma, baada ya pale ambapo jaathumul bayinatu, kuwajia wao hoja za wazi, walakin ikhtalafu, lakini wamepigana kwa sababu wao wametofautiana. Walakin ikhtalafu, lakini wamepigana kwa sababu wao walitofautiana. Faminhum man amana, wamo miongoni mwao walioamini wale mitume na miujiza yao. Wa minhum man kafara, wamo miongoni mwao waliopinga na kukufuru. Baada ya kubainika jambo kuwa wazi, watu wenye akili nao tofautiani, wanatofautiana pale ambapo jambo linapelekea, linalazimika watu watofautiane. Jambo lishaelezwa waziwazi, wenye akili timam hawatakiwi kutofautiana tena kwa mujibu wa ule uwazi uliopo. Lakini watu wakitofautiana huanza mizozo kwanza. Kwa Allah anatuambia wala tanazau fatafshalu watadhhaba rihukum, msizozane. Mkizozana, fatafshalu, mtafeli kwenye mambo yenu, na mkifeli kwenye mambo yenu, watadhhaba rihukum, zitapotea bure nguvu zenu. Tofauti zikiwepo, ziwe zile ambazo zinazokubalika, zisiwe tofauti kama mtu kaamua tu. Zikiwa tofauti za mtu kuamua tu, watu watazozana. Wakizozana watafeli katika jambo wanaloliendea, na hapo zitakuwa nguvu zao zimepotea bure. Kwa watu baada ya kujiwa na hoja za wazi, wasitofautiane wakapelekea mpaka kugombana. Walau shaa Allahu, na lau kama angetaka Mwenyezi Mungu, maqtatala alladhina, wasingepigana wale ambao, min ba'dihim, waliokuja baada ya mitume. Min ba'di ma, baada ya pale ambapo jaathumul bayinatu, kuwajia wao miujiza ya wazi, hoja za wazi. Walakin, lakini kilichopelekea mpaka wakapigana, ikhtalafu, walitofautiana. Wa minhum, miongoni mwao hao watu, man amana, wamo walioamini ile mitume. Wa minhum, na miongoni mwao, man kafara, wamo waliokufuru na kumpinga na kuwapinga wale mitume. Walau shaa Allahu maqtatalu, na Mungu angetaka wasingepigana. Angetaka wangekuwa uduburuzana tu, wasingepigana, lakini kaziachia akili zao zitumike, wakatofautiana na mpaka wakapigana. Walakinna Allaha yafalu ma yuridu, lakini Mwenyezi Mungu yeye hufanya anachokitaka. Ya ayuha alladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, anfiqu mimma razaqnakum, toeni sehemu ya vile tulivyokuruzukuni, min qabli an yatiya yaumun, kabla haijakuja siku ambayo, la bay'un fihi, hakuna biashara katika siku hiyo, wala khullatun, wala hakuna urafiki katika siku hiyo, wala shafaa, wala hakuna uombezi. Sababu za watu kufanikiwa na majambo yao kunyooka hapa duniani ni kukubali kutoa wanachomiliki. Maisha bila ya pesa hayaendi, ni lazima watu watoe pesa. Kuna vidubwana hivi vinatumulika hivi zote hela hizo zote ni pesa. Sauti inatoka tunasikia watu wote, hizo zote ni pesa. Ili mfikie mnapopataka, toeni. Kama hamkutoa hamwezi kuendelea. Mtaswali nje, mtaungua na jua. Mtaswali nje, mtaroa na mvua. Mtaswali kwenye vumbi, mtatumia nguvu, sauti haifiki mbali na mengineyo. Kwa ili mfanikiwe majambo yenu, toeni.
ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini. Ndio sio humu msikitini Tusingojee wengine, hawapo, ndo sisi. Allah anaposema ya ayyuhalladhina amanu, masahaba wanasema tulikuwa tukisikia hivyo tunatega sikio makini, tunajua kuna agizo tunatakiwa tupewe au kuna katazo tunatakiwa tuonywe. Na sisi ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, kwa tukae makini. Kuna agizo linakuja linatuhusu sisi, au kuna katazo linakuja pia linatuhusu sisi. Mbele aminu nini? Anfiqu, toeni, mimma razaqnakum, sehemu ya vile tulivyokuruzukuni. Min, katika mimma, min hiyo litab'idhi, kutoa mtu usitoe chote, usitoe chote, toa sehemu ya kile ambacho Allah alichokuruzuku. Katika zaka toa lile fungu lililopangwa na sheria. Katika sadaka toa kiasi ambacho kitaweza kusapoti majambo ya kijamii hapo unapoishi. Mkifanya hivyo majambo yenu yataenda, kinyume na hivyo hayawezi kuenda. Na ukigoma kutoa, usidhani unamkomoa mtu, kuna siku huko inakuja ngumu kweli. Sasa toeni mimma razaqnakum, hivyo sehemu ya hivyo tulivyokuruzukuni, min qabli an yatiya yaumun, kabla haijafika, kabla haijakuja siku ambayo la bay'un fihi, hakuna biashara katika siku hiyo, wala khullatun, wala hakuna urafiki katika siku hiyo, wala shafaa, wala hakuna uombezi. Min ya hapa min qabli ya ibtida, anzeni kutoa kabla ya siku hiyo haijafika. Siku hiyo la bay'un, hakuna biashara kusema labda unaweza ukatoa chako ukaenda kuuza ukapata pesa ili uende kununua na kwa mwenzio pia. Siku hiyo hamna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku hiyo haifai mali wala hawafai watoto ila yule aliyokwenda kwa Mwenyezi Mungu na moyo uliosalimika na madhambi. Hakuwa mnafiki, hakuwa mshirikina, hakuwa muongo, hakuwa yule aliyeishi vizuri akitekeleza maagizo, huyo ndio atakayenufaika. Lakini siku hiyo la bay'un fihi, hakuna biashara siku hiyo, wala khullatun, wala hakuna urafiki. Sema kwa sababu wewe unamjua mkuu wa mkoa ni rafiki yako, kwa unategea baadhi ya majambo unajua yataenda tu kwa sababu mkuu wa mkoa rafiki yako. Unategea kwa sababu unajua shekhe wa wilaya rafiki yako. Unategea kwa sababu unajua mufti wa taifa shemeji yako. Unategea kwa sababu ya shekhe wa kata mjomba wako. Siku hiyo la bay'un fihi wala khullatun. Khulla ni kama ile khalilu. Khalilu ni nani? Rafiki, lakini yule wa ndani ndio anakuwa rafiki. Na siku hiyo hakuna uchomo, urafiki hakuna siku hiyo, wala shafaa, wala hakuna uombezi. Sema kwa sababu sisi imamu alikuwa anatujua atatuombea, wala shafaa, wala hakuna uombezi. Hii uone kama inapingana. Mtume sallallahu alayhi wasallam sasa atakuwa anaombea siku ya kiyama au hana uwezo kuombea? Ataombea illa man irtada min rasulin, wataombea wale ambao Allah ataridhika waombee kama vile mitume. Sasa wewe ujamaa wako tu wa hapa hautonufaisha kitu. Siku hiyo atakaoombea watakuwa mitume. Haya, mtume gani anaotaka kukuombea wewe wakati ulikuwa mpingaji wa mambo yake? Siku hiyo hakuna biashara itakayokunufaisha wala urafiki utakaonufaisha wala uombezi utakaonufaisha. Aliyokuwa kafiri huyo kajidhulumu mwenyewe. Wal kafiruna, na wale makafiri, humu dhalimuna, wao ndio waliojidhulumu wenyewe hapa duniani. Baada ya hapo tunakuja na aya mashuhuri kwa watu wote wanaijua, wote. Sasa sio kwenda madrasa, anaijua hata kursi mbili wanajua wote. Kuna suratul Ikhlas watu wote wanajua. Ukiwaambia suratul Ikhlas 11 wote watasoma, hata sio kwenda madrasa. Na kursi hiyo hivyo hivyo. Sasa kitu kinachosomwa tena wewe kubali hivyo hivyo, usitake zile kanuni. Humo kanuni tena hamna, inakuja tu hivyo hivyo majaka, inakuja hivyo hivyo majaka.
lakini atasoma. Aya hii imepata bahati, mtu ukimuuliza iko wapi haijui, lakini anasoma. Mkabidhi msaafu alafu mpe muda wa siku 3, nitafutie Ayatul Kursi, ukirudi pia akuoneshi iko wapi, lakini ukimwambia aisome ataisoma. Ni a'dhamu aya min kitabillah, ni aya tukufu mno katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuliko aya nyingine yoyote, kuliko aya nyingine yoyote. Tukizungumzia aya, tuzungumzia sura, tuzungumzia aya. Aya moja iliyokuwa tukufu kuliko nyingine yoyote ni Ayatul Kursi, na watu wanatakiwa baada ya sala za fardhi wao wanaisoma Ayatul Kursi. Sijui kama tunasoma, sijui, lakini pia kabla ya kulala watu wanatakiwa wasome Ayatul Kursi. Sijui kama tunasoma na mengine yanayofanana na hayo. Hii ni aya tukufu, ndani yake mna jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lililo tukufu. Pamoja na tofauti za wanachuoni, lakini kuna kitu kinaitwa Ismullahi al-A'zam. Ismullahi al-A'zam, atakayelijua hiyo Ismullahi al-A'zam, huyo anafanikiwa mambo yake yote yote. Liko wapi? Mimi sijui lilipo, mimi sijui, lakini wengine wanasema limo humo ndani ya Ayatul Kursi. Ukilijua hilo na ukajua matumizi yake, unafanikiwa. Wote mnaelewa kisa cha Nabiyullah Sulaiman alayhi salatu wassalam na malikatu Saba, Balqis. Balqis alikuwa akitawala kule Saba. Saba ni wapi? Yemen. Na Sulaimani alikuwa anaishi wapi? Sham, maeneo ya Palestina. Lakini Suleiman aliambiwa kule Saba kuna mwanamke anawaongoza wanamume na wanawake, lakini hakuchoka, anazo fedha na kila alichotakiwa kupewa mfalme na yeye anacho. Bahati mbaya, pamoja na ruzuku yote aliyopewa, anaabudu jua yeye na hao watu wake. Ili ndio lilomuudhi Suleimani kule, kwa pamoja na kuwa Mungu kampa vyote hivyo, lakini anaabudu jua. Katika jumla ya maagizo aliyotoa Suleimani, ayyukum yatini biarshiha, nani kati yenu anayeweza kuniletea arsh, kile kiti chake cha ufalme, kiti chake cha enzi? Mmoja kati yenu aniletea haraka iwezekanavyo. Akasema ifritum min aljinni, jini moja mkorofi alimwambia, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika, mimi nakuletea hicho kiti kabla hujamaliza mkutano wako. Si una kikao hapo mzee? Kabla hujamaliza huo mkutano, hujasimama kutoka mahala hapo ulipo, kiti utakiona kimefika. Ana atika bihi, bali toka Palestina kwenda Yemen bali, lakini anamwambia nakuletea kiti hicho kabla hujanyanyuka, hujamaliza mkutano, mimi nakuletea hicho kiti. Sasa akatokea mtu mmoja mwenye ilmu, bosi anataka kiti, wewe unangoja mpaka amalize mkutano. Alisemaje? ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, mimi nitakuletea hicho kiti kufumba na kufumbua, jicho lako lile kifumba hivi, kabla halijafumbua nimeshakuletea kitu utakiona hapa. Yule aliyoleta, yule alikuwa waqala alladhi indahu ilmun min alkitabi, alisema yule aliyopewa taaluma ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, alijulishwa na Mwenyezi Mungu Ismullahi al-A'zam, jina la Mwenyezi Mungu lililo tukufu zaidi. Hilo Mungu akiombwa kwa jina hilo anaitika, anakubali hapo hapo. Wewe vizia soma, ukijua muombe Mwenyezi Mungu. Sasa usiwe mwanga, utakuondoa watu kwa sababu umejua Ismullahi al-A'zam. Ukiliomba hilo kwa muomba Mwenyezi Mungu kwa jina hilo, ya Rabbi na kuomba kitu fulani, Mungu hilo anatekeleza hapo hapo. Ismullahi al-A'zam, jina la Mwenyezi Mungu lililo tukufu zaidi. Sasa lipi? Wanachuoni wametofautiana. Miongoni mwa hao wamo waliosema hii lilo Ismullahi al-A'zam limo humo katika Ayatul Kursi, lipo humo. Wengine wanasema lile tamko Allah ndio Ismullahi al-A'zam, kwa sababu hajawahi kujiita hata mwandazimu, hata kwa bahati mbaya hajawahi kujiita mtu jina lake Allah. Hakuna mtu ashawahi kujitokeza kusema jina lako nani, sema Allah.
hata kwa bahati mbaya